Wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wa Lux Fidei, mwanga wa imani. Kama tunavyofahamu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza rasmi mwaka wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, ikiwa inaambatana na jubilei ya miaka 800 tangu kifo chake. Na hivyo kupitia mahojiano mbalimbali kwa wanaohusika, hasa kwa wanafamilia wa hizi jumuiya za Mtakatifu Francisco wa Asizi, leo tuna furaha, tupo pamoja na Baba Askofu Askofu Pisa, ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, lakini pia ni mwanachama katika moja ya familia za Mtakatifu Francisco wa Asizi Mkapuchini. Karibu sana baba. Asante sana Father. Basi moja kwa moja tungependa tufahamu Pisa, Wolfgang Pisa ni nani? Okay. Kwanza nashukuru kwa utambulisho wako mfupi Father Benjamin. Kama ulivyotambua, jina langu ni Wolfgang Pisa, ingawa umetaja kwamba mimi ni rais wa baraza, lakini mimi ni askofu wa jimbo la Lindi na Fransiskani Mkapuchini. Nilijiunga kwa mwanashirika rasmi tangu mwaka 1991 kwa kufanya nadhiri zangu za kwanza kule Kasita Mahenge. Kwa hiyo kwa sasa ni kwa kweli ni zaidi ya miaka 30 tangu niwe Mfransiskani, na basi nimelelewa katika jamii ya Francisco na kufanya utume katika utume mbalimbali katika jamii yetu ya Kifransisko. Sisi tunaita provinsi ya wa Francisco wa Kapuchini Tanzania, ambayo wanajumuia sehemu mbalimbali hapa Tanzania, lakini pia wanafanya utume nje ya nchi yetu ya Tanzania, wako pia sehemu mbalimbali. Ni moja ya familia kubwa za Francisco. Kwa sasa wako zaidi ya Wakapuchini zaidi ya 200. Kwa mashirika ya kitawa ya kiume ni idadi kubwa ambayo tunaweza kusema. Tunamshukuru Mungu kwa wito huo wa Kifransiskani, lakini hasa katika jamii ya Wakapuchini. Basi na baadaye kanisa liniomba zaidi kwa utume. Sasa hivi ni askofu wa Lindi. Labda ni kwa ufupi niseme tu haya kwa sasa. Hongera sana baba kwa utume huo kama askofu wa jimbo la Lindi na majukumu yako mengine. Pengine kama Mfransiskani Mkapuchini, ulimuelewaje Mtakatifu Francisco wa Asizi? Mtakatifu Francisco wa Asizi ni nani kwako? Alikuvutia mpaka ukafuata njia yake? Nashukuru sana. Mtakatifu Francisco wa Asisi kama walivyo watakatifu wengi walivyo, maana yake anatokea Asisi kule Italia. Watakatifu wengi wanaitwa kwa majina ambayo sehemu anayotokea. Nafikiri tukimpata Mwalimu Nyerere, sijui tutamuita Mwalimu Nyerere wa Musoma au wa Dar es Salaam, sijajua. Tanzania ni nchi kubwa. Kama Antonio wanamuita Antonio wa Padua. Ingawa wanashindana na Wareno, kwa sababu kwa asili anatoka Ureno. Anatoka Lisbon. Kwa hiyo ukiwa Lisbon kule wanamuita Antonio wa Lisbon. Lakini akiwa huko kwingine wanaita Antonio wa Padua, kwa sababu alikomalizia maisha yake. Na kwa hiyo Mtakatifu Francisco ni kati ya watakatifu maarufu katika kanisa. Umaarufu wake unatokana na nini? Mimi labda niseme umaarufu wake hasa unatokana na jinsi alivyoanza na kuwa mtakatifu. Kwa kweli wakati mwingine mimi binafsi napenda maisha ya watakatifu, lakini naonaga kama pia maisha ya watakatifu kwa namna fulani ni kama unasoma Biblia, yani huwezi kuyamaliza yote kwa siku moja. Kwa mtakatifu mmoja au wote? Yani kwa mtakatifu mmoja pia unaona karibu kila siku kuna kitu kipya unagundua. Lakini kama una literature zake,
Kwa mfano mimi tuseme mimi nilianza kidato cha kwanza katika shule ya Fransiskani wa Kapuchini kule Maua. Tangu wakati huo tunasikia simulizi za Francisco, za Mtakatifu Francisco. Hasa tunafanyaga sikukuu zile za Mtakatifu Francisco kila mwaka tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba. Wakati ule tangu tukiwa form 1 tunasikia simulizi hizo. Lakini siku zinaenda baadaye unakuta unagundua mambo mengine bado ambayo hujawahi kusikia kabisa. Nikiwa malezi tunafundishwa kabisa maisha ya Mtakatifu Francisco, tunasoma kabisa kufahamu historia yake. Na labda kwa ufupi tu mimi niseme niweke katika namna ambayo labda binafsi naona ni rahisi kuifuata, kitu gani kilimfanya yeye kuwa mtakatifu. Kwa sababu maisha yake wengi wameandika kuhusu maisha yake, na pale mwanzoni wakati anafanywa kuwa mtakatifu kulikuwa na mabishano, zile wanaita historia, biography, wafuate ya nani, wafuate biography ya nani ambayo ni ya kweli. Tunaitaga what is the authentic biography. Labda wewe siku ukiwa mtakatifu watauliza watu walio karibu na wewe, ambaye anaaminika kwamba huyu sasa anachoandika ni kweli. Ni kweli. Kwa hiyo mwanzoni ilikuwa kazi, baadaye ndio wakagundua mwanateolojia maarufu kwa jamii ya Fransiskani ambaye ni mwalimu wa kanisa, Mtakatifu Bonaventura wa Pognoregio, ambaye mwanzoni aliishi kidogo na Francisco, lakini baadaye akawa mkuu wa shirika na jenerali, na baadaye aliishia kama kardinali, askofu na kardinali. Yeye ndio aliandika ile tunasema authentic biography, ambao wanaiamini kwa asilimia kubwa. Ndio, hiyo ndio watakatifu wengi ndio wana tuna kila mtakatifu ana mtu ambaye ni scholar ambaye anaaminika. Kwa mfano Albert the Great, nani ameandika? Mtakatifu Dominico, nani ameandika? Ignacio Loyola, Francis the Savior. Mara nyingi kila mara lazima kuangalia biography, nani ameandika, kwa sababu zingine ni exaggeration. Hata juzi tulikuwa tunazungumza na rafiki yangu wakati wa mkutano wa Mesea. Yeye ni askofu wa Mansa Fransiskani pia. Tulisoma darasa moja, anaitwa Askofu Patrick Tisanga. Yeye alifanya kozi hii ya kuwafanya watu kwa watakatifu. Kwa hiyo ananieleza yale ya mwanzoni, ni vitu gani vinatakiwa viulizwe. Huyo askofu ni jamii ya Kapuchini au Kombechuale? Ni wa Kenya, wa Zambia. Masa. Okay. Nilimwona mmoja wa Kenya, askofu Kombechuale. Ile anaitwa Obedi. Askofu msaidizi wa jimbo kuu la Nairobi. Sawa sawa. Kwa hiyo ile ndio akaona nieleza kama wanasema wakati anafariki alisema maneno yapi. Je, alipofariki ni watu wangapi walikuja na mawazo kwamba huyu ni mtakatifu mara moja? Je, zaidi ya pale kuna watu wengine walileta hiyo, kwa sababu mtakatifu mara nyingi inaanza kwa watu kwamba huyu ni mtakatifu. Kama wewe wakianza kuanza process ya utakatifu, mara nyingine wale wa karibu wanaweza usione kwa haraka. Kama ile nabii akubariki kwao. Kwa hiyo usikate tamaa ukiona mapadri wenzako wakuungi mkono. Lakini ile maisha ya watakatifu inakuja. Lakini sasa kurudi kwenye pointi ya asili. Yeye alizaliwa mwaka 1881 na kuja kufariki tarehe 3 mwaka 1626. Kwa ile 26 mwaka wa 2026 yeye alizaliwa 1226. Kwa ile 6 10 26 22 2026 ndio unapata hiyo miaka 800. Sasa kuna matukio machache tu labda nipite haraka. Mwaka
1205 Mtakatifu Francisco alimbusu mkoma, mtu ambaye alimchukia sana mwanzoni, aliwachukia sana wakoma yeye mwenyewe baadaye. Lakini cha ajabu inakuwa kama radical sasa, kile ulichokichukia baadaye nikumbatia na hata kwenye simulizi yake anaeleza yale ambayo niliyaona karaha mwanzoni, sasa hivi nimeyaona ni mazuri ya kukumbatia. Kwa 1205 zile events zile mimi naona ni very striking katika maisha yake, ndio moja ya vitu vilivyobadilisha. Alishuka kwenye farasi wake, mtoto wa tajiri Pietro Bernardoni alikuwa na farasi, mtu mwenye farasi, mtu mwenye uwezo, watoto wakishua ana pesa na uwezo. Labda leo ungesema wanatembea na Benzi, sijui gari maarufu hapa ni nini, GX au nini? hayo ndio. Sasa akambusu, kwa ile ilibadilisha maisha yake. Kwa hiyo ile nayo ilibadilisha, ndio maana narudia kila mara yale ambayo niliyaona karaha katika maisha, sasa nimeona vitu vya kukumbatia. Lakini pia na alisikiliza Injili pia, Injili ya Mathayo sura ya 10 ile 9 mpaka 10, kwamba Yesu anapowatuma mitume wake wasichukue chochote, wasibebe pesa, kanzu 2 wasibebe, safi kabisa, na wasibebe kanzu 2, wasibebe pesa, wala mkoba. Kwa ile alichukua kama literal, yani kwamba hii ndio inamuongoza maana yake. Lakini yeye alishikilia hasa kwamba, ambayo baadaye nitakuja kuieleza tena kidogo, kwamba kwa kitu chochote ni kumtegemea Mungu, providence, kama usibebe. Ndio maana hata hela alizokuwa nazo, alizochukua za baba yake, akamrudishia, akazipeleka kanisani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile yote ni ile kwamba, ninafikiri hata sasa hivi naona kati ya vitu vinavyonigusa mimi ni hiyo. Mara nyingi katika maisha yetu tuna wasiwasi kwamba kesho itakuwaje, hatuna hela ya kutosha, hatuna nguo za kutosha, hatuna resources za kutosha. Labda askofu pia anawaza zaidi, ana hela ya kutosha kusomesha waseminaristi, ana hela ya kutosha kufanya vitu mbalimbali, project. Lakini ile ya providence, mimi naona, mimi binafsi nimejaribu, naona inanisaidia sana. Kwa hiyo ukiacha kabisa kuumiza kichwa habari za kesho, mali si nini, ukahangaika kuwekeza, itawezekana God's providence? Hapana, kuwekeza tunapaswa kuwekeza, lakini swali pale ni kwamba wakati mwingine tunakuwa na wasiwasi mno kiasi cha kwamba ule wasiwasi unatutoa katika yale ya msingi. Kwa mfano utume, kwamba sasa nishughulike, uanze kushughulikia kuku, uanze kushughulikia unaandaa chipsi, uanze kushughulikia nini, yani unajaribu kutengeneza hela. Hiyo ndio inaweza kukutoa. Lakini ya kuandaa, kuwekeza, ile pia ni namna ya providence, kwamba tunawekeza ili kwa providence iendelee kujitegemea. Kwa hiyo pia ilikuwa event nyingine ambayo pia kwa Francisco ilikuwa muhimu sana. Ilikuwa mwaka 1207 pale Asisi, kanisa kidogo, na mimi napendaga nikipata nafasi kwenda Asisi. Mungu akinijalia, nafikiri mwezi ujao pia nitakuwa kule. Alikuwa anasali mbele ya msalaba, tunaitaga msalaba wa San Damiano. Upo tofauti kidogo na misalaba hii mingine, unakiona unajua kabisa. Sawa. Na wanaita San Damiano kwa sababu kanisa lile liliitwa San Damiano, na msalaba ukaitwa San Damiano. Sasa kupitia ule msalaba, Kristo anazungumza na Mtakatifu Francisco mara 3, anasema, Francisco, jenga kanisa langu. Mara 3 anazungumza pale, Francisco, jenga kanisa langu. Mwanzoni hakuelewa vizuri
alifikiri kujenga kama jengo kabisa. Alianza kukusanya mawe, alianza kukusanya mchanga, alianza kukusanya simenti. Baadaye kumbe ilidaiwa zaidi kanisa la kiroho. Ujue sasa hapo tunazungumzia medieval age, wakati huo maisha katika kanisa hayakuwa mazuri sana. Ilihitajika aina ya mabadiliko ya kiroho. Zile reforms zile ilitakiwa. Kwa hiyo kumbe Mungu alimuomba afanye kanisa la kiroho. Kwa hiyo hata mimi sala yangu moja ni siku zote tufaulu kujenga kanisa la kiroho kwanza, alafu inafuata ya miundombinu. Hata mimi wakati ninawaambia kama padri, nafikiri kitu cha kwanza tusitize mambo ya kiroho kwanza, tujenge roho za watu. Haya mengine ya matoleo, sijui tulete sadaka, zaka, haya yanafuata. Usipojenga msingi mzuri wa kiroho, hayo mengine baadaye mtagombana tu na watu. Kwa sababu kutoa ni moyo. Kwa hiyo walau kuimarisha pale. Kwa hiyo mwaka series zile sasa, mwaka 1209 anaenda kwa Innocent Papa kuitambulisha shirika lake. Kwamba mimi nataka sasa niwe na shirika, anapeleka sasa katiba yake. Hapo kwenye kuanzisha hilo shirika alikuwa na mawazo hayo kwamba hili ni shirika na anaenda kumpelekea Baba Mtakatifu anipitishie, kwa sababu yeye alikuwa anaishi, kadiri ya historia nilivyosoma kwa uchache, ni kama alikuwa na mfumo wake tu wa maisha ambao wengine wakamfuata, anafikiri influence ya watu wengine kwamba lazima tuwe na. Ni yeye mwenyewe alikuwa na hilo wazo? Hakuwa na hilo wazo, maana yake alipoanza watu walimfuata, alitaka kuishi kama yeye. Ndio. Sasa ukishakuwa na jumuiya inatakiwa uwe na mwongozo. Sasa baadaye ndio inakuja shirika la kitawa. Uelewe wakati huo sasa Mtakatifu Benedikto alishatangulia, baba wa monaki kule magharibi, Mtakatifu Dominiki alishakuepo, Mtakatifu Agustino alishakuepo. Gawa mashirika makubwa kabisa. Hayachani sana. Hayachani sana. Lakini ana hiyo picha. Na watakatifu wana namna ya kurifaa kwenye maisha ya wenzao. Kwa hiyo hata yeye alikuwa anasema anataka awe kama Wadominikani, anataka awe kama Agustiniani au Benediktini. Kwa hiyo ndio anatakia awe na kitu kama cha kwake. Kwa hiyo ili uwe na hicho unatakia uwe sasa na mwongozo ambayo baadaye tunaita katiba. Unapokuwa sasa watu walikuja watu wa aina mbalimbali. Kuja wanaume. Kwa hiyo wanaume wale walionyesha nia ya moja kwa moja, iliwezekana sasa kuunda katika shirika la Kifransiskani ambayo baadaye inapita hatua mbalimbali, ndio tunapata haya matawi. Akina mama wakamfuata pia. Mtakatifu Clara wa kwanza. Mtakatifu Clara sasa anamfuata mwaka huo 1209 wakati yeye ametoka kule. Jumapili ya Matawi, Mtakatifu Clara naye anataka kumfuata. Lakini yeye sasa ni shirika la wanaume. Huyu mama dada atamweka wapi? Ndio akamwombea tena convert kwa watu, kwanza akakaa kwa watu. Lakini baadaye naye pia akaunda shirika lake la Clara. Kwa hiyo ya akina mama. Na wakaona wakafuata tena wengine watu wa familia. Wanasema sisi pia tunataka. Lakini hatuna upadi wala utawa. Yani kwa namna yetu, maana yake sisi sio hatuko moja kwa moja katika maisha ile ya useja, kwa sababu tuko kwenye ndoa. Usafi wa moyo sawa, lakini sio useja wa upadi au wa utawa. Sasa wao ndio tunawaita wa Francisco wa sekulare, kwamba watu katika maisha yao ya familia pia wanaweza kumfuata wa Kristo katika roho ya Mtakatifu Francisco. Hayo ndio hiyo. Lakini kingine baadaye yeye mwenyewe anaenda Misri mwaka 1219 kukutana na Sultan Al-Malekal. Very interesting encounter. Yani sultani kijana ana akili sana, yani alikuwa na akili ya pekee, mzuri sana, literature yake ukisoma nzuri sana. Kwa hiyo lengo lake lilikuwa kumpatia uongofu sultani. Unaona alivyokuwa amgeuze awe apate uongofu, pamoja na kwamba huyu ni
Sultani ni Muislamu na anaongoza kundi kubwa la Waislamu, halafu Misri ndani ya nchi ambayo unazungumzia karibu 100% katika karne ya 13, katika 100% katika karne ya 13 awe Mkristo na awe Francisco. Unaona ujasiri huo? Ujasiri mkubwa sana. Ile sultani hakupenda kugombana naye, ila aligundua huyu ni mtu wa Mungu, na aliogopa sultani kwamba huyu akiendelea kukaa hapa watu watamfuata. Ndio maana nasema alikuwa na akili, na akamshawishi, wewe bwana rudi, kama wao watakuja tutakufuata. Ndio akarudi. Kwa hiyo zile series za matukio pia zinamwandaa. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanafikiri mtakatifu ni kama amenyanyuliwa tu akaenda mbinguni kama Elisha. Hapana, hata Elisha mwenyewe nabii alifanya matukio fulani, alipita amepita misuko mingi.